Kuna makanisa mengi ulimwenguni kote. Miongoni mwa makanisa mengi, ni kanisa lipi lililoanzishwa na Yesu? Biblia inaonyesha waziwazi jina la kanisa lililoanzishwa na Yesu. Kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho. Ninyi mmekwisha kusikia juu ya maisha yangu ya zamani nilipokuwa katika dini ya Kiyahudi, jinsi nilivyolitesa kanisa la Mungu kwa nguvu na kujaribu kuliangamiza. Biblia inasema kwamba jina la kanisa lililoanzishwa na Yesu ni kanisa la Mungu. Basi kanisa la Mungu lilishika ukweli gani? Huu mkate wa Pasaka ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Kikombe divai ya Pasaka hiki ni agano jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Kanisa la Mungu lililoanzishwa na Yesu liliadhimisha Pasaka kwa kufuata agano jipya. Ibada ilifanywa katika siku gani ya juma katika kanisa la Mungu lililoanzishwa na Yesu? Siku ya Sabato alikwenda katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Kama desturi yake, Paulo aliingia ndani ya sinagogi na kwa muda wa Sabato 3 akawa anahojiana nao kutoka kwenye maandiko. Kanisa la Mungu lililoanzishwa na Yesu lilishika siku ya saba Sabato kwa kufuata agano jipya. Kwenye kanisa la Mungu lililoanzishwa na Yesu, waumini wa kike walifunika vichwa vyao kwa utaji wakati wa ibada. Naye kila mwanamke anayeomba au kutoa unabii pasipo kufunika kichwa chake anakiaibisha kichwa chake. Kanisa la Mungu lilishika Pasaka na Sabato, nao waumini wa kike walifunika vichwa vyao kwa utaji wakati wa ibada. Na walihubiri ukweli gani pia? Kila siku hekaluni na nyumba kwa nyumba hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema kwamba Yesu ndiye Kristo. Hivi ndivyo mnavyoweza kutambua roho wa Mungu, kila roho inayokubali kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatoka kwa Mungu. Kwa namna hii, kanisa la Mungu lililoanzishwa na Yesu lilihubiri kwamba Mungu alikuja kama mwanadamu. Kanisa la Mungu lililoanzishwa na Yesu miaka 2000 iliyopita ni sawa na kanisa la Mungu katika enzi ya Roho Mtakatifu. Kanisa la Mungu linaloshika Sabato na Pasaka ya agano jipya na agizo la utaji kwa wanawake limekuwa na kuwa na waumini milioni 3 waliosajiliwa katika nchi 175 hadi mwaka 2020. Hili limewezekana kwa sababu waumini wanauweka upendo wa mama katika maisha yao ya kila siku, wakifuata mafundisho ya Roho na bibi arusi wanaotoa uzima wa milele. Kanisa la Mungu linafuata mafundisho ya Biblia. Nuru yenu iangaze mbele ya watu, ili wapate kuona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kanisa la Mungu liko pamoja nawe.